na sauti moja. Kwa hili wazo la kuleta ACA ambalo lilifanywa na president wa football wa Afrika kwa maana ya Dr. Motsepe, ilikuwa ni dhamira kuvileta vilabu pamoja. Lakini sio tu vikae pamoja, na pia kuwa na sauti kwenye chombo kikuu cha maamuzi ya mpira barani Afrika ambapo ni Excom ya CAF. Kwa hiyo kuwa na mwenyekiti wa ACA kama taasisi kunaongeza thamani nyingine kwenye maamuzi ya taasisi kubwa ambayo inaamua mpira wa Afrika ambayo ni CAF, na nimepata nafasi ya kushiriki kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji na nimeshiriki kwenye vikao kadhaa. Faida ambayo tunaipata kwanza ni sisi kama vilabu kukaa pamoja na kujua changamoto zetu. Wenzetu wa Ulaya, na juzi nilikuwa nimealikwa kwenye mkutano mkuu wa European Club Association ambao kwa sasa wameibadilisha kwa European Football Clubs. Ni taasisi ambayo imeanza miaka 18 iliyopita. Na taasisi hii ilianza kama vilabu vichache wanaviita G14, vilabu 14 viliungana vikatengeneza umoja wao, vikaanza kusukuma ajenda zao, na niwaambie wamefanikiwa sana. Kuna transformation kubwa sana ya mpira imefanyika Europe, na sasa hivi nakuja mpaka kwetu kwa maana ya Afrika na duniani kwa sababu ya umoja huu wa vilabu. Leo hii vilabu vinaanza kulipwa, TD atakuwa shahidi. Vilabu vinaanza kulipwa kwa wachezaji ambao wanacheza kwenye national teams katika mashindano ya FIFA. Vilabu vitaanza kulipwa. Na msukumo huu umetokana na umoja wa vilabu. Kwa nini? In actual sense, sisi ndio taasisi kubwa ya kimpira duniani. Football clubs. Sio national team. Na sisemi kwa dhamira mbaya. Nataka niweke wazi kabisa ya kwamba vilabu vinakuza wachezaji. Vilabu vinaajiri wachezaji. Hawa wachezaji wote wanaocheza national team ni waajiriwa wa vilabu. Sisi ndio tunaosimamia well-being yao kwa maana ya fedha zao, maisha yao, performance zao, matibabu yao na kila kitu. Na sisi kama vilabu tukiwa ni stakeholder namba moja, mwajiriwa wetu anapoondoka akaenda kuitumikia timu yake ya taifa, mshahara analipwa na nani? Bado anaendelea kulipwa na club. Akipata majeraha, TD na technical staff yako ya national team wanatuambia kwamba bwana mchezaji huyu amepata injury, tunamreplace na mchezaji mwingine ndani ya madakika. Lakini yule mchezaji akiwa replaced anarudi wapi? Anarudi kwenye club. Nani anamhudumia akiwa anarudi kwenye club akiwa na injury? Club. Kwa hiyo ukitazama the biggest stakeholder wa mpira anapaswa kuwa club. Na huyu mwajiri wake anapoondoka kwenda kuhudumia taasisi nyingine, yeye kama club anapata kitu gani? Nitakupa mfano mdogo. Ligi yetu mwaka jana, mechi yetu ya mwisho tumecheza tarehe 28 mwezi wa 6. Tarehe 7 mwezi wa 7 national team imeitwa, wamekwenda Zanzibar kufanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na CHAN. Baada ya kutoka hapo wamekwenda Egypt kufanya pre-season mwezi mzima wa mwezi wa 7. Huyo mwajiri wetu hajakanyaga ofisini. Mwezi wa 8 tarehe 2 mashindano ya CHAN yameanza. Mpaka mwisho wa mwezi wa 8 mwajiri wetu ndani ya miezi miwili hajakanyaga ofisini. Alikuwa anahudumia national team. Lakini mwajiri wake amenufaika na nini? Hajanufaika na kitu. Transformation ya mpira wa sasa inaitaka hiyo timu ambayo inamlea huyo mchezaji, inayolipa gharama zake, inufaike na hayo mashindano. Hayo mashindano ya CHAN yaliochezwa obvious yana wadhamini. Kuna mtu mwingine atakuwa anachukua hizo pesa za wadhamini, anazipeleka wapi? So transformation ya hizi ACA, hivi vyama vya vilabu vinaanza kufungua brain mpya ya mpira na kusema hapana. Kuna hiki kinatakiwa kiende kwenye direction hii. Mchezaji anapata maumivu au kupata majeraha akiwa anaitumikia timu ya taifa, anarudishwa kwenye club kwa ajili ya kuhudumiwa. Where is the insurance? Kwa nini hizo taasisi ambazo zinamtumia yule mchezaji kwenye matumizi ya hayo mashindano zisiweze kubeba hizo gharama za matibabu? Na vipi compensation? Yule mchezaji amepata ACL labda, amepata majeraha ya goti atakamfanya akae miezi 6 bila kucheza. Mimi kama club ambaye nimemsajili yule mchezaji kwa matumizi yangu, itakuwaje? Nitawezaje kukava gharama zake? Atatakiwa alipwe mishahara, atatakiwa alipwe gharama za matibabu. Who's going to cover the cost? So dunia sasa imeanza kuleta fikra tofauti. Na fikra hizi zinapitia kwenye vilabu, vyama vya vilabu. Na vilabu vinaweza kuraise thamani. Leo tunaambiwa mashindano kama ya Club World Cup, FIFA, maanisha FIFA World Cup, wachezaji wataanza kulipwa, na ni kwa sababu ya hizo initiatives. Kwa hivyo niseme ACA itakwenda kufungua milango ya vilabu vya Afrika kwa pamoja, itaweza kufungua na kuleta fikra mpya za vilabu na kuhakikisha vinapata haki yake stahiki,
Lakini nitoe habari nzuri, jana tulikuwa na mkutano wa bodi wa ACA na tumeweza kupitisha usajili wa vilabu. Kwa hiyo form ziko tayari kwa vilabu vyote ambavyo viko Tanzania na Afrika kwa ujumla kuanza kuwa wanachama wa ACA. Form ziko tayari. Ada ya usajili ni $1,000 kwa mwaka. Klabu italipa $1,000, itakuwa mwanachama wa ACA, na kuna maslahi makubwa ya vilabu kuwa sehemu ya umoja huo. Habari njema kabisa ambazo bila shaka response yake ndio hayo makofi ambayo tumeyasikia. Lakini kabla ya kutupa kijiti hiki kwa wadau wengine wa jukwaa hili, engineer, naamini kabisa kwenye ACA ambayo mimi naona umekwenda kupewa mtihani mkubwa, lakini kwenye hilo unabeba sifa ya Mnyamwezi, kwa sababu Mnyamwezi ndio anakuwa mzigo mzito wa bebe. Ni kwa mara ya kwanza kabisa taasisi hii inatengenezwa, lakini unakwenda kukabidhiwa jukumu hilo la kuwa mwenyekiti wa taasisi ambayo imetengenezwa kwa mara ya kwanza, na majukumu hayo mazito ambayo kwa maono yako umeweza kuyaleta. Kwenye kila jambo ambalo unaliendea kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvimaintain, lakini vipo ambavyo unatakiwa kuviondosha kwa maana umeona havina tija, lakini pia kuna vitu vipi ambavyo vinatakiwa kuletwa. Kwenye haya maeneo matatu ndani ya ACA, ni kipi kimefanyika kwa kiwango kikubwa chini ya uongozi wako kama mwenyekiti? Kwanza nianze kwa kumshukuru mwenyekiti wa rais wa Football Association ya Afrika, Dr. Motsepe. Amefungua mlango ambao umefungwa kwa miaka mingi sana. Wenzetu Europe wakiwa na miaka 18 na hii taasisi ya Afrika kulikuwa kuna ugumu wa kuifungulia mlango. Kwa hiyo nimshukuru sana Rais Motsepe kwa hicho. Na sisi tumepambana kwa namna zetu kuhakikisha tunakuwa established. Tumeweza kufanya utaratibu mzuri wa kuset up office na tumeweza kufanikiwa kufungua ofisi Morocco, na kuna watendaji sasa hivi wako Morocco kwa ajili ya kuhudumia. Lakini yako mambo kadhaa ambayo tumefanya. Moja ni kusimamia kitu kinachoitwa Solidarity Fee. Vilabu vyetu vya Tanzania ambavyo vinashiriki CAF Confederation na Champions League na vilabu vyote vya Afrika vinavyoshiriki mashindano haya, hatua ya preliminary round au hatua ya mzunguko kulikuwa hakuna gharama zozote club zinapewa kama sehemu ya kusupport. Tumesimamia Solidarity Fee. Mwaka jana ilikuwa $50,000, mwaka huu ni $100,000, na vilabu vyote vinavyoshiriki mashindano hayo mwaka huu vimeshalipwa na malipo yamepitia ACA. Hivi tunavyozungumza, ACA ndio imeratibu malipo ya vilabu hivyo. Pesa zinatoka CAF lakini zinaratibiwa na ACA na vilabu vimeweza kufanikiwa kupata, which is the biggest milestone. Na bado tunaendelea kupush pesa hizo ziwe zaidi ya $100,000. Mwaka jana $50,000, mwaka huu $100,000, na tunaomba mwakani ziongezwe. La pili ni kushawishi kwa baadhi ya kanuni ambazo zimekuwa zikiathiri vilabu. Hivi tunavyozungumza, kwa nafasi yetu baada ya kusaini ile MOU na CAF, naingia kwenye kamati ya mashindano. Kwa hiyo tuna nafasi ya kushauri na kutoa maangalizo kwenye mashindano ambayo taasisi zetu au vilabu vyetu vinashiriki in the continental level. Na kikubwa kingine ambacho tunaweza tukazungumza ni kwamba kuna zone sasa hivi. Miaka ya nyuma unaweza kupangiwa, nakumbuka ameisema hapa Mbuduka, Young Africans ilicheza na Rivers kutoka Nigeria kwenye hatua ya mzunguko wa kwanza. Sasa hivi kanuni zimebadilika kidogo, na bahati nzuri Ngoda ulikuwepo kwenye ile draw pale, ulihost vizuri sana. We were so proud of you siku ile. Asante sana. Mashindano yamepangwa katika hizi preliminary round kwenye zone Sekafa, Kosafa, lakini kuna another criteria which is geographical point. Unaweza kuwa Sekafa lakini umekaribiana na Kosafa ukacheza mechi hizo. Dhamira ni kuhakikisha tunapunguza gharama katika kuvituma vilabu kushiriki hatua za kwanza preliminary, lakini la pili kuhakikisha kila zone inapata wakilishi kwenye quarter finals. Ukuta zamani vilabu vikubwa vinapangiwa na hizi timu ndogo ndogo zote kwenye preliminary round, ukienda group stage haumpati mtu kwenye zone yenu ya Sekafa. So sasa hivi hilo jambo halitakuwepo. Kuna marahisisho kama hayo, na mengineyo ni kwamba sasa vilabu vitakuwa na identity, tutaanza kuvitambua vizuri. Kwa hiyo yako maeneo ambayo tumeanza kuimprove, lakini challenge ni kubwa kwa sababu taasisi yenyewe ndio imezaliwa mikononi mwetu. Kwa hiyo tunaiendesha katika njia ambayo ni salama zaidi, na ni hakikishe ya kwamba nikiri ya kwamba kumekuwa kuna changamoto tumeshaziweka sawa, na nikwambie future ya mpira ipo kwenye ACA.
future ya mpira iko kwenye ACA. Asante sana. Future ya mpira ipo kwenye ACA. It's not a game, it's a rich thing.